Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wanaonekana kukosoa hatua za kijeshi za Marekani duniani. Rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye alifanya ziara ya siku mbili mnamo Jumanne na Jumatano mjini Beijing, ambapo amekutana na Rais Xi Jinping, wamejadili mambo mengi, lakini katika uga wa kimataifa wamemtazama mwenzao wa Marekani Donald Trump kwa mipango yake miovu ya kuanzisha vita popote katika ulimwengu na pia namna anavyotengeneza mazingira ya kupoteza amani ya dunia. Marais hao wawili wakati huu wametengeneza mazingira ya kwamba wanahitaji amani katika ulimwengu kama ambavyo dunia inataka amani. Hoja kadhaa zimejitokeza katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Urusi na China kama ilivyotangazwa na Kremlin kuhusu uhusiano wa kina wa ujirani mwema, urafiki na ushirikiano. Taarifa iliyotolewa na Kremlin imekosoa aina mbalimbali za vitisho vya kijeshi duniani na inaonekana kurejelea hatua za Marekani nchini Iran na Venezuela katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Ikumbukwe Venezuela, hasa Rais Nicolas Maduro, ni mshirika wa viongozi hawa wawili, Rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na Xi Jinping wa Uchina. Hata hivyo, wamekosoa hatua hizo kwamba moja kati ya mipango miovu iliyofanywa na Marekani ni pamoja na utekaji wa kiongozi huyu wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro wakati akiwa mamlakani, ambapo amekamatwa yeye na mkewe. Lakini pia ikumbukwe zaidi kwamba Urusi na China wana ushirika wa karibu na Iran, na hata kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ni moja kati ya mambo ambayo wanayaona ni maovu zaidi yaliyofanywa na rais huyo wa Marekani Donald Trump. Rais Xi Jinping na Vladimir Putin wametoa wito wa kupinga mashambulizi ya kijeshi ya moja kwa moja dhidi ya mataifa mengine, matumizi ya mazungumzo ambayo si ya kweli, lakini pia kuandaa mashambulizi hayo, mauaji ya viongozi wa nchi huru, kuvuruga hali ya kisiasa ya ndani ya mataifa hayo na kubadili tawala, pamoja na kuwateka viongozi wa kitaifa kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Moja kati ya kiongozi ambaye wakati huu anatajwa huenda Marekani ikamkamata na imeshamfungulia mashtaka ni pamoja na Raul Castro ambaye aliwahi kuwa rais wa zamani wa Cuba, lakini pia namna ambavyo Marekani imekuwa ikitoa tishio kwa nchi ya Cuba. Hii ni moja kati ya mambo ambayo viongozi hawa wawili kwa maana ya Vladimir Putin na Xi Jinping wamepinga zaidi. Viongozi hawa wawili wamesema hatua kama hizo zinakiuka kwa kiasi kikubwa madhumuni ya msingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa na mahusiano ya kimataifa, na kusababisha uhalifu usioweza kurekebishwa kwa misingi ya mfumo wa dunia ulioanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia. Xi Jinping na Putin wanaonekana kujiweka zaidi kama walinzi wa mfumo mpya wa kimataifa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mwelekeo wa mfumo wa sasa wakati wa kipindi hiki cha muhula wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump. Hivyo marais hao wamekubaliana baadhi ya mambo, lakini miongoni mwa hayo ni kuhakikisha namna ya kusambaza nishati duniani, hasa nishati ya mafuta, ambapo Urusi imesema ipo tayari kuendelea kuipatia China nishati. Baada ya hotuba ya rais wa China, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa Urusi tayari kwa ajili ya kuendelea kusambaza nishati kwa China. Amesema biashara kati ya mataifa hayo mawili inalindwa dhidi ya shinikizo la nje na mwenendo hasi wa masoko ya dunia. Kwa mujibu wa Putin, Urusi na China zinajidhatiti kuendeleza sera huru za mambo ya kigeni na zitaendelea kuwa na nafasi katika kuimarisha utulivu wa kimataifa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.